asifiwe. Ni wakati mzuri wa kwenda kupokea neno la hekima kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ni sura hii ya kwanza. Tupata habari za Roho Mtakatifu, na hii sura ya pili tutakwenda kuzungumza hapo juu ya mitume walipokuwa wameketi katika chumba cha ghorofa, na hatimaye ahadi ya kujazwa nguvu ya Roho Mtakatifu ikatimia kwao. Lakini pembeni pia nje yao kulikuwa na watu wengi waliokuwa wakisherehekea sikukuu ya Pentekosti, nao walikuwa ni sehemu ya wacha Mungu. Lakini baada ya kuona hawa watu, udhihirisho unatokea kwao kwa nguvu na ujasiri walioupata kupitia huyu Roho Mtakatifu. Petro alipoanza kunena habari za Yesu Kristo, walishangaa na kustajabu, na asilimia kubwa ya waumini wa Kipentekosti hawa wacha Mungu wamejawa na mshangao na vitu ambavyo vinavyotendwa na mitume. Kumbuka hata mwana huduma kupitia huduma tano kwa sehemu, nawe upo katika kufanya utume pale unapojazwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kwa hakika unakuwa katika msingi wa mitume. Kwa hiyo tuache kushangaa na kustajabu udhihirisho wa kimungu unapotokea kwa watu waliopokea neema ya kitume katika habari ya kufikisha ujumbe huku na huko, na wakiharibu kazi za shetani. Na ninapenda ninukuu kidogo eneo moja ambalo litatoa baraka kwako, japokuwa ni la watu hawa ambao sisi tunaona ni watu wa kawaida, lakini kwa sehemu si wa kawaida. Inasema kwamba kizuizi kikuu cha mabadiliko chanya, mbinu na desturi zilizopitwa na wakati, zinazozuia uvumbuzi. Unaweza kuweka mabano ukasema Roho Mtakatifu. Nyakati za mabadiliko, wanaojifunza uirithi dunia, wakati waliojifunza hujikuta wenyewe wamewezeshwa vizuri sana jinsi ya kukabiliana na ulimwengu ambao haupo tena. Hii ni nukuu kutoka kwa Erich Hoffman, mwandishi wa falsafa hii. Hawa ni watu wa falsafa. Je, kwetu watu wa imani, watu wa rohoni, tuondoke katika mshangao huo, tupokee nguvu ya Roho Mtakatifu, tuishi upako. Tuna uwezo wa kufanya mengi. Shika neno, tenda neno. Mungu akubariki.